Najua Bwana atatubariki. Amen. Kuna mambo mengine inatoroka tu kichezea Mungu. Stress nyingine inashindwa kustahimili. Inasema watu tumeachana na huyu Mungu hata hanifeel. Hanifeel. Sawa. Nataka tu hata mtatumbie huko ambao unasema maadui wako watashangaa. Sawa. Sikuna hiyo wimbo. Watasema nimebarikiwa. Watasema umebarikiwa. Watasema. Na nataka ukatikie Mungu mpaka stress isema hapana, hapa sikai. Mimi naenda. Wacha nienda kwa huyo mtu ambaye amenuna huko kwingine. Amen. Katika kabisa mpaka utoke jasho. Baada ya hapo mtumishi wa Mungu Simon atatubariki na neno la wakati katika jina la Yesu. Wasema mkaza longi vizuri.
Amen. Ukitaka stress iende unakatika. Wanyolela Mungu tanga, sio? Tuweke mikono pamoja, tukaribishe Simon atufungie haya. Kuna watu huko nyuma hawana viti. Sasa wambele wasonge halafu wakae. Songa, tafadhali songa ili wewe uchukue nafasi. So that viti vipatikane huko nyuma watu wakae. Songa kwa hiyo viti. Nasema songa mbele ya kiti iko mbele yako, huyu mama huyu. Tafadhali songa. Muritambe ile mfupi mbele. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Hey, greet me as if you are happy. Praise the Lord. Amen. Are you happy? Yes. Hallelujah. Amen. I'm also very happy today. Yeye pia amefurahi leo hii. After having a very powerful praise and worship. Baada ya kuwa na sifa ya nguvu sana. I also delight there. Pia yeye anafurahia pale. Praise the Lord. Anasifiwa. Sometimes when you are stressed up, Wakati mwingine kama umefinyiliwa na you have a mawazo, lot of fears, uko na uoga mwingi, you have been threatened, umetishwa, learn to praise the Lord. jifunze kumsifu Bwana. Hallelujah. Hallelujah. You will find you are a free person. Utajipata uko huru. God dwells in his praises. Mungu anadumu katika sifa And zake. he comes down there. Anashuka pale. Praise the Lord. I want to share the word of God from the book of Luke chapter 9. Nataka kushiriki neno la Mungu kutoka kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 9. I want to read from verse 1 to verse 6. Nataka kusoma kutoka mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. My Bible says, NIV, when Jesus had called the 12 together, he gave them power and authority to drive out all demons and cure diseases. And he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal those who are ill. He told them, take nothing from the journey, no staff, no bag, no bread, no money, no extra shirt. Whatever house you enter, stay there until you leave that town. If people do not welcome you, leave their town and shake the dust off your feet as a testimony against them. So they set out and went from village to village, proclaiming the good news and healing people everywhere. Biblia inasema katika Kiswahili, akaita wale janashara akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Akawaambia, msichukue kitu kwa safari yenu, fimbo wala mkoba, wala mkate, wala fedha, wala mmoja wenu asiwe na kanzu mbili. Na nyumba yeyote mtakayoingia, kaeni humo mpaka mtoke mjini. Na wale wasiowakaribisha mtokapo katika mji huo, ya kung'uteni hata mavumbi ya miguuni mwenu kuwa ushuhuda juu yao. Wakaenda wakazunguka katika vijiji wakihubiri Injili na kupoza watu kila mahali. Acts chapter 1 verse 8. Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa 8. But you receive power when the Holy Spirit comes on you, and with my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria
to the ends of the earth. Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa 8, lakini mtapokea nguvu akiisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Let's pray. Wacha tuombe. Heavenly Father, in Jesus' name. Baba mbinguni, kwa jina la Yesu, we are in your presence. tuko uweponi mwako. Father, we believe Baba, naamini that you are going to use us kwamba unaenda kututumia to bless your people. kubariki watu wako In Jesus' name. kwa jina la Yesu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I wanted to share the word of God, Nataka tushiriki neno la Mungu, and the message is acquiring divine authority. na ujumbe ni kupokea mamlaka ya kiungu. The divine authority. Mamlaka ya kiungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The Bible says Jesus called the 12 disciples, Biblia inasema kwamba Yesu aliita wale thenashara and he gave them the power and authority, na akawapa uwezo na mamlaka and he sent them into villages. na akawatuma vijijini. Praise the Lord. Bwana asifiwe. As we read, you are seeing the instruction he gave the disciples. Tunaposoma tunapata maagizo aliyowapea wanafunzi. He's saying, don't take any money, Anawaambia msichukue chochote, not even an extra cloth, hata nguo mbili. don't carry even a rod. Usichukue fimbo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So but he gave them the power. Lakini aliwapa uwezo. So after giving them power and authority, baada ya kuwapa uwezo na mamlaka, according to Jesus, kulingana na Yesu, it was enough. Ilikuwa imetosha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. There was nothing extra to do. Hakuna kingine wangefanya. And they were going to proclaim this gospel. Vile walikuwa wanaenda kutangaza injili hii. From village to village. Kutoka kijiji hadi kingine. They only required the power of God. Walihitaji nguvu za Mungu. They required authority. Walihitaji mamlaka. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And in Acts, the Bible says, na katika Matendo ya Mitume Biblia inasema, the same Jesus after resurrection, Yesu baada ya yeye kufufuka, and they had walked the disciples, vile alikuwa ametembea na wanafunzi for 39 days. kwa siku 39. Now he was going back to heaven. Sasa alikuwa anarudi mbinguni. He is telling them, anawaambia that you will receive power, kwamba mtapokea nguvu, the power of the Holy Spirit, nguvu za Roho Mtakatifu, then you will be able to witness, na mtaweza kushuhudia from Jerusalem, kutoka Yerusalemu to Judea, hadi Judea, to the ends of the earth, hadi mwisho wa nchi. Now praise the Lord. Bwana asifiwe. So Jesus was insisting on the power, Yesu alikuwa anasisitiza kwa nguvu and the authority, na mamlaka. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And this is why I want to say today, na ndio sababu nataka tushiriki leo hii, how the church, jinsi vile kanisa, how a Christian, jinsi Mkristo can acquire, anaweza pata this divine authority, hii mamlaka ya kiungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. What you require in your life, chenye unahitaji kwa maisha yako, is a divine authority, ni mamlaka ya kiungu. A divine authority, mamlaka ya kiungu, it is a power, ni nguvu that you are given, ambazo umepewa from God himself, kutoka kwa Mungu mwenyewe. It is power we receive from heaven. Ni nguvu tunapokea kutoka mbinguni. It is a spiritual power. Ni nguvu za kiroho. Praise the Lord. Bwana asifiwe. For a church to stand firm, kanisa kusimama wima, and the Christian to penetrate, na Wakristo wapenye, and the church to grow, na kanisa likue, and the church to overcome, na kanisa lishinde, we require divine authority. Tunahitaji nguvu za kiungu. This is what Jesus was telling the disciples. Hii ndio Yesu alikuwa anaambia wanafunzi, I'm giving you power, kwamba nawapeni and nguvu, with this power, na nguvu hizi you will move from village to village. utatembea kutoka kijiji hadi Nothing will kingine. destroy you. Hakuna kitaangamiza. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You will overcome. Utashinda. The divine power, Nguvu za kiungu is the authority we have, ni mamlaka tuliyo to nayo rule. kutawala. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When you become a born again Christian, Ukiwa Mkristo ambao umeokoka, you are supposed to begin ruling, unapaswa kuanza kutawala. and you cannot rule without power. Na huwezi tawala pasipo na nguvu. You can't rule without authority. Huwezi tawala bila So mamlaka. for us to be rulers, Sisi kuwa watawala, in whatever areas we stay, mahali popote tunakaa, or wherever we go, ama mahali penye we tunaenda, require the divine authority. tunahitaji nguvu za kiungu. People in this world are looking for the power. Watu ulimwenguni wanatafuta mamlaka. Every human being, Kila mtu yeyote, wherever they are, popote penye yupo, they have a nature of ruling. wako na asili ya utawala. When God created man, Na Mungu alimuumba mwanadamu, he told him akamwambia that you are going to rule the whole earth. kwamba unaenda kutawala The nchi things yote, in the same things in the earth, hata vitu there. majini na angani. So we are naturally
only rulers. Sisi kiasi ni watawala. Praise the Lord. Bwana siwe. But unfortunately, Lakini kwa bahati mbaya, many of the church members, wengi wa washirika wa many of kanisa, the Christians wengi wa Ukristo are weak. ni wadhaifu. They cannot make it. Hawezi faulu. They are defeated. Wameshindwa. They have no authority. Hawana mamlaka. Today, I want us to share Leo hii nataka kushiriki how to acquire the power. jinsi ya kupokea nguvu hizi. Because I tell you, brethren, Kwa sababu nawaambia wapendwa, it is only the divine authority ni mamlaka ya kiungu tu that shall make you prevail, ambayo itakufanya ushinde, that shall make you overcome. ambayo itakufanya uwe mshindi. Paul said, Paulo akasema, we are more than conquerors. sisi ni zaidi ya And washindi. I want to challenge you. Lakini nataka niupe You can't changamoto. be more than a conqueror Huwezi kuwa zaidi ya mshindi without divine authority. bila mamlaka ya kiungu. Clap for Jesus. Pigia Yesu makofi. Clap for Jesus. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So the divine authority, Mamlaka ya kiungu it helps us to command. inatusaidia kuamurisha. You become a commander. Unakuwa wa amri. You can command things and they happen. Unaweza amurisha vitu You vifanyike. can declare things and they happen. Unatangaza vitu vifanyike. People who do that, Lakini watu wanaofanya they hiyo have divine authority. wako na mamlaka ya kiungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. So this power, Nguvu it hizi is given to Christians. inapeana wana So kwa that Kristo they rule wakaweza kutawala as their God the Father kama Mungu baba yao. is a ruler of everything. Yeye ni mtawala wa kila kitu. When you are a son of God, Wewe ukiwa mwana wa Mungu, God being your father, Mungu akiwa baba yako, God is a ruler. Mungu ni mtawala. Therefore, you become the son, Kwa hivyo ukiwa mwana, the son of God, mwana wa Mungu, you begin ruling on. unaanza kutawala pia. So you can't be a Christian Huwezi kuwa Mkristo who is ruled ambaye unatawaliwa by other powers. na nguvu zingine. You require divine authority, Unahitaji mamlaka ya kiungu. divine power, Nguvu mamlaka ya help kiungu you rule. zitaweza kusaidia utawala. Evil forces, Nguvu za giza, demonic powers, nguvu za kimapepo. require divine authority. Unahitaji So that you utawala can overcome them. ndio ukaweza kuzishinda, So you become a ruler. ndio ukaweza kuwa mtawala. Do you decide to be a ruler? Je, unatamani kuwa mtawala? This power we don't receive from having money. Nguvu hizi hatupokee kwa kuwa na pesa. The power I'm talking about today, Nguvu ninazozungumzia leo we hii don't receive by going to school. hatupokee kwa kwenda shule. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The power I'm talking about today, Nguvu ambayo nazungumzia leo we hii don't receive because you have wealth. hatupokee kwa sababu tuko na mali. Hallelujah. Haleluya. It is not a political power. Si nguvu za It kisiasa, is a power from above, ni nguvu kutoka juu, given by God zinapeana na to Mungu His chosen one, kwa wale wateule wake, so that they can be rulers. ndio wakaweza kuwa tawala. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The Bible says we are the priesthood, Biblia inasema sisi ni the makuhani, sons of the kingdom. wana wa ufalme. So we can't be in the kingdom Hatuwezi kuwa kwa when we ufalme are not ruling. kama hatutawali. A kingdom requires power. Ufalme unahitaji nguvu. A kingdom is power. Ufalme ni nguvu. So when we are in the kingdom of God, Tukiwa kwa ufalme wa then Mungu, we must have the power of God. lazima tuwe na nguvu za Mungu. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. This one will make you become bold. Hii itatufanya tuwe na uchaziri. It will make you become courageous. Itatufanya tuwe na uchaziri. That wherever you go, Kwamba popote unaenda, once you discover mradi ukundue that I am a son of God wewe ni mwana wa who Mungu is given a power, ambaye amepewa power nguvu, from above, nguvu kutoka you juu, will walk with boldness. utatembea kwa uchaziri, Do things out of fear. utafanya vitu pasipo na I uoga, am a winner. utajua wewe You mshindi, know I'm more than a conqueror. utajua wewe zaidi ya mshindi, Fear nothing. hautaogopa When you chochote. have this power, Ukiwa na nguvu hizi, then you cannot be threatened. wapendwa, wastishwa, Nothing can threaten you. hakuna kinakutisha, Because you know kwa sababu I wajua am a son of God. mimi ni mwana wa I Mungu, am in the kingdom. mimi niko I ufalme, am been given power. nimepewa nguvu. When the disciples were getting power by Jesus, Wanafunzi walipopewa na nguvu na when Yesu, they walked wakati walitembea into villages, kwa vijiji, they had no fear. hawakuwa na The uoga. Bible says wherever they went, Biblia inasema popote walienda, they laid hands on people. waliwekelea watu And mikono people received the na healing watu walipata uponyaji because they had the power. kwa sababu walikuwa na nguvu. Jesus himself stayed back. Yesu mwenyewe alibaki nyuma, But his power lakini nguvu zake upon the disciples zilikuwa juu ya was wanafunzi, working miracles. ilikuwa inafanya miujiza. God is in heaven. Yesu Mungu yuko But the mbinguni, power of God on us lakini nguvu za Mungu juu is yetu working miracles. zinafanya miujiza. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I like God. Penda Mungu, I like his words. napenda maneno Praise yake. the Lord. Bwana So asifiwe. we need Tunahitaji to live a life of rulership. kuishi maisha ya utawala. You cannot rule without the power. Hawezi tawala bila nguvu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You can't say
Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We are not those who can seek other powers. Sisi si wengine ambao tunatafuta nguvu zingine. We are not those who walk with fear and panic. Sisi wenye wanatembea kwa uoga. We are those who walk with boldness. Ni watu sisi tunatembea kwa ujasiri. Kwa sababu tunajua We have the power. tuko na nguvu. The power of God is upon us. If you put inside the bed we fight. It is upon us. Abayani na karamu ifanye. Tell you whatever you go, you have this power. Nenya kumwona watu wote Whatever you wetu. go, don't fear anything. Shosho wala wakatao. Let nobody threaten you. Hapo mnacha kutisha. Because you have the divine power. Sisi wabenda na tukuta nyasa. Jesus was sent disciples in the villages. Yesu alikuwa anaondoa huko And vijiji. you know the meaning of villages. Na mwamanya maana ya frechero. These are the places of witchcraft. Fine abudua mafulus. Sorcery. Abudua mwamanga. Places of magic. Abudua mkanga. Jesus was sending them. Yesu yabarumanga. Some other time just said. Some other time just said. Wakati Yesu wala. That I am sending among the wolves. Sanda burumanga bufiwe. Praise the Lord. Bwana So Yesu. meaning that I'm sending in danger. Bali alabarumanga mwataye. But because of the power, Alikati wale zingufu. he said, Abona. you will step on the scorpion. Wala sena huku. Ukilizoka. Zinduba. Sema kitu. Kanyaga kama nyoka. Wala sena kuzinduba. Ndio watu wengine wanachukua manyoka wanaenda kuchoma. That's what the Bible says. The Bible says you will step on them. Bali wala sena ko. Meaning that you will step, you will go in danger zone. Kama njabalo wala tabudu ataye. You will be in places full of danger. Wala bali na bundu ame datani nyingi. I've given you power. Lakini ukachia kwenda You tingu. will not be harmed. Sola umiti watawe. Praise the Lord. Bwana He zongwe. said you will take poison, Bali wala Yesu. but it won't kill you. Bali shela kwenda ta. Meaning that dangerous things can happen in Kama life. njabalo fimbi sana na fego la People mlango. can make traps. Abantu wenye bareke mitego. Enemies can organize to kill you. Abasuku wenye mapango But mahwile. because of divine power, Lakini kile kikumu cha Nyasaye. you are saved. Eobera obulayi. You are protected. Olindiwe. Praise the Lord. Bwana That's zongwe. the meaning of divine power. Ono kama nsha He kikumu cha said, Nyasaye. I'm giving you power and authority. Bali na bwana siketi nguvu n'obujeni. When we walk, N'ubujeni. when you talk about Jesus, N'ubuleke buno na Yesu. have the power upon us. Kubele kingufu It's kuifwe. not mere talking. Shughuli kuleke kwamba kuwatawa. It's not just joining a church. Shughuli kutumikanisa It's tawa. not just saying praise the Lord. Shughuli kumwambia tumba It's tawa. not just having some scripture. Shughuli kumwona wote mstari fulani It's tawa. about power. N'okubana kingufu. Authority upon us. Obujeni kuiwe. We can declare things and they go. Kuja kuwatangaza ibintu Praise bikoleke. the Lord. Bwana zongwe. You can declare a door to open somewhere. Onye wabona uri kufungusha na Divine kufungisha. authority. Ochira The kintu door Nyasaye. will be open. Emiryango kirekwa. Hallelujah. Bwana zongwe. Meaning that we have the power. Kama kubana kingufu. What makes us winners? Ni kintu kinakulamba kubaba Divine abawuli. authority. Ne kingufu cha What Nyasaye. makes us conquerors? Nyasa kintu kinakulamba authority. Ne kingufu cha Nyasaye. What makes us prosper? Kintu kinakulamba kuendelea. The divine authority. Ne kingufu cha Nyasaye. Praise the Lord. Bwana So zongwe. we need the divine authority Kole nyanga kingufu cha Nyasaye. for us to be overcomers of evil. Ko kunyale okuwula amabi. The world is full of evil. Ekibatu ky'ekyetula amatamano. The world is full of threats. Ekibatu ky'ekyetula The world is ebitiyo. full of dangers. Byekulu byetula ataali. We have evil powers Kubeera kingufu kibi. surrounding our lives. Kibiri ku maisha geefu. But I want to tell you today, Lakini nyakubona bulano. we are more than conquerors. Kubeera zaidi y'abawuli. Why? Kakiri shina. We have the divine power. Kubeera kingufu kya Nyasaye. I want to tell you, my brother, Nyakubona wanda. what you need in my life. Shule nyamaisha kako. In your life, you need a divine authority. Obulamu bwo nyanga kingufu kya Praise Nyasaye. the Lord. Baba songa. That's what you need. Shina shole nyanga. People are running to witches. Abantu baletaabira People bulo. are running to magicians. Abantu baletaabira baka. Seeking power. Bakaba kingufu. People are going to Uganda. Abantu baleta Uganda ilya. Seeking power. Balakaba kingufu. People are going to Nigeria. Abantu baleta Nigeria. They are seeking power. Balakaba But kingufu. I tell you, my brother, Kizo nyakubona wanda the mbeto. power is with us. Ezimu kubere neto. You don't need to go to the north. Sekese kutie ebukwetawe. Power. Kunyola It kingufu. is upon us now. Kubere neto sasa. Divine authority. Kingufu kya You Nyasaye. receive that when you receive Christ. Onyola kingo When nyola you Kristo. declare you son of God, Lord kwenda ngoro bero you mwana wa begin Nyasaye. having the power. Wanza kubana You kingufu. can be in the church, Onyola mu kanisa. but you have failed. Lakini wakaywa. You don't understand this. Tuwelewa kabeta. Feel you are weak. Wiwula bero You feel you can kutetese. make it. Wiwula mshonya I ta. will show you today. Ndenya kwetu
I've received the power. I've received the power. You will fear no. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So those of the power, the authority, they rule against magicians. They rule against witch doctors. Against sorceries. You are a ruler. Praise the Lord. I don't know if they charge if you understand that you are more than a witch. I don't understand that you are ruling about them. I don't understand that those people who are called the sorcerers. I don't understand. I don't even understand that they are under you. They are the ones who are supposed to come to you and ask power from you. Amen. Not you going to them. And I want you today, if you are seriously saved, you have Christ in your life. Witches around you are trembling. They are panicking when they see you. When they do their sins, when you come there, they are confused. Praise the Lord. The divine power is not seen. It is unseen. But it's powerful. Praise the Lord. It is upon you. Is the glory of God upon you. It is the power that comes from above. It cannot be found on its earth. Praise the Lord. We cannot buy it with the money. We don't achieve this power. We are given. It is released on us to make you penetrate, to make you have victory, so that the name of Christ is witnessed. Hallelujah. You cannot go to preach Jesus Christ in villages without divine authority. He has given us authority. He has allowed us to go. He has given us power that can make us go. That's why he told the disciples, don't even carry extra money. You don't require money. You require this power. Praise the Lord. Hallelujah. I tell you today, if there's anything you are doing this while, the most important thing you require is divine authority. Praise the Lord. Hallelujah. I want to tell you that the power of the witches and the sorcerers is a fake power. It is fake. It is not original power. You cannot rely on it. It is not sure in the performance. That power cannot perform effectively. It is fake. You require the divine power. The true power. When you rely on it, you will not be ashamed. Praise the Lord. When we rely on the divine power, you will not be ashamed. Praise the Lord. Hallelujah. So we need this power to heal diseases, to destroy curses, to prosper life, to overcome evil. Praise the Lord. I want to tell you, you are eligible. You are qualified to lay your hands on a sick person and they receive healing. Praise the Lord. The way you are qualified to enter somebody's house which is under a curse, and you break the curse, it will be broken. Just the way you are, you can command a blessing on somebody's life and it will work. The way you are, you can change somebody's life. You can speak a word to
If someone's living in poverty, Kama mtu anaishi kwa and you maskini will change life, na badilike, you have the power. uko na It nguvu. is on you. Iko juu yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Some of us, we have been cheated. Wengine It's tumedanganywa only the pastor. kwamba ni mtu mchungaji It's only tu, the mama kanisa. kwamba ni mama Who kanisa can tu, pray for the sick. bali anaombea mgonjwa, Prayer blessing. bali anasenena It is baraka. a lie. Hiyo ni uongo. Brethren, Wapendwa, if you are a son of God, kama ni mwana wa Mungu, God has given the power in you. Mungu amekupa uwezo. Walk in houses. Tembea kwa manyumba, Declare the word of God. tangaza neno la Mungu, Speak deliverance. nena ukombozi, Speak healing. nena uponyaji, Curses will be broken. laana zitavunjika. I tell you, Na kuambia you will break demonic covenants. utavunja maagano ya When you walk in kimapepo homes, when you walk in the homes, ukitembea kwa maboma. don't leave people suffering and you are saying that my pass is very far. Usiache watu wanakaseka God has given you power. Mungu amekupa nguvu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Before the pastor comes, Kabla mchungaji you aje, have laid hands. umewekelea mikono, People are healed. watu wamepona, You have sent away demons. watu wamefukuza mapepo, People are delivered. watu wamekombolewa, People are just giving testimony. watu wanapokea tu You need power. nguvu za The kiungu. church, it requires power. Kanisa linahitaji nguvu. The church is not like other political parties, brethren. Kanisa si kama vyama vya kisiasa. This is not a sweetie, a merry-go-round. Hii si mambo ya uswiti. This one is the house of God. Hii ni nyumba ya Mungu. This is a family of God. Hii ni familia ya This is Mungu. a kingdom. Hii ni ufalme.